Nataka niwaambie leo vijana wa Tanzania na Afrika, wa kike na wa kiume, nchi za wenzetu Marekani na Ulaya ambao wanataka bara la Afrika liwe Sodoma na Gomora. Wenzetu, mtu yoyote ukimwona anaingia kwenye Usodoma na Gomora, si kwa sababu anataka gari, si kwa sababu anataka iPhone 17, si kwa sababu anataka chakula, mavazi na apartment kali ya kuishi, si kwa sababu anataka TV inchi 100, si kwa sababu anataka friji kali la kisasa. Wenzetu hivyo vitu kila mtu anavyo. Ndio serikali zao zilishahakikisha watu wasiwaze hivyo vitu. Na ndio maana unaweza ukaacha simu yako ya milioni 3 sehemu na hakuna mtu wa kuichukua, tofauti na huku. Kwa sababu ya iPhone. Wanaume pazuri kuendesha gari zuri. Kwa wenzetu hata Bamedi anamiliki gari. Kwa wenzetu ukishakuwa tu na ajira, unaenda kwa bosi kumwambia nataka gari aina fulani, wanaangalia mshahara wako. Tayari kampuni unaofanya kazi na kudhamini kwenye kampuni inayouza magari, kama inauza simu, kama inauza friji, kama chochote, sofa set unayoitaka wewe, kampuni unayofanyia kazi na kudhamini, na unakuwa unakatwa taratibu kwenye mshahara wako. Na mpaka hivyo vitu, mpaka TV, mpaka radio, sijui nini, unataka friji, vina bima. Ikiharibika unagewa jingine. Kwa hiyo wenzetu, ndio maana mpaka ni mwanaume anataka kuwa mwanamke, anajisikia kutoka moyoni, si kwamba hana pesa ya kuishi, si kwamba hana kazi. Mwanamke anataka kuwa mwanaume, si kwamba hana maisha. Lakini Afrika, sababu ya kuvaa vizuri, kulala pazuri, kutaka gari zuri. Na ndio maana wenzetu kule kila mwisho wa mwezi raia wao anawekewa pesa benki na serikali ya kutumia tu. Na usimwone mzungu yuko huko mwisho wa mwezi mnakunyote, hizo ni pesa kawekewa. Taifa peke yake Afrika lilikuwa linawekea wananchi wake pesa kila mwisho wa mwezi, tena ni nyingi kuliko Marekani na Ulaya, ni Libya. Hilo Mali Gaddafi, na mpaka leo wa Libya wanamlilia. Kila mwisho wa mwezi Mlibya walikuwa anawekewa pesa. Unaenda unaweka kadi yako benki, unachukua pesa zile. Kwa hiyo wenzetu hawafanyi ushoga na usodoma na uchongodo kwamba hawana maisha. Ila huku mnafanya kwa sababu ya tamaa. Na wanaodanganya hili ni jambo la kawaida, wakati sio jambo la kawaida. You better watch your back. Mambas 24, we live your life, man, under God.